Sergei Lavrov, waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi, amemjia juu rais wa Marekani Bwana Donald Trump kutokana na vikwazo alivyoviweka nchini Urusi. Lavrov anasema vikwazo vya Marekani vilivyowekwa na Trump vimedhoofisha biashara ya nchi zote mbili. Waziri wa mambo ya nje amesema Urusi haimfukuzi mtu yeyote kwa msamaha wa vikwazo, Lavrov ameeleza. Hata hivyo amesema kwamba moja kati ya mambo ambayo rais wa sasa wa Marekani anayafanya, licha ya kwamba anatengeneza uhusiano na taifa hilo la Kirusi baada ya mvutano wa miaka mingi, hasa baada ya kuanza kwa vita kati ya Warusi na wa Ukraine, ambapo Joe Biden, mtangulizi wa rais wa sasa Donald Trump, alianzisha vita kwa kuunga mkono upande wa Ukraine baada ya kuipatia silaha pamoja na fedha nyingi Ukraine. Lakini wakati huu rais wa sasa anatengeneza uhusiano na Urusi, lakini uhusiano huu bado umekuwa ni wa mashaka kutokana na kwamba rais huyo ameongeza vikwazo kwa Urusi wakati akitengeneza mazingira ya kuwa na uhusiano kati ya taifa lake pamoja na Urusi. Biashara kati ya Urusi na Marekani imeshuhudia mdororo mkubwa kutokana na vikwazo haramu vya Washington. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Bwana Sergei Lavrov amesema, walakini Moscow haifuatilii mtu yeyote kuondoa vizuizi. Kulingana na mwanadiplomasia huyo mkuu, Washington na washirika wake waliweka vikwazo vya adhabu kwa Moscow baada ya Crimea kuungana tena na Urusi mwaka 2014 na baadaye juu ya madai ya Moscow kuingilia uchaguzi wa Amerika. Vikwazo hivyo vilipanuliwa kwa kiasi kikubwa na utawala wa rais wa zamani wa Marekani Joe Biden kufuatia kuongezeka kwa mzozo wa Ukraine mwaka 2022. Akizungumza na Kommersant Jumatatu, Lavrov alisema utandawazi wa uchumi wa dunia umeharibiwa baada ya vikwazo kuwa chombo pekee cha sera ya nje ya Biden. Alibainisha kuwa utawala wa Trump umeanza kujadili ushirikiano wa kiuchumi na Moscow licha ya kwamba imeongeza vikwazo vya zaidi ya mwaka mmoja. Hata hivyo, Moscow imekuwa tayari wakati wa mawasiliano ya awali, lakini haukufanya kwa siri ya kutafuta faida ya mali katika maamuzi yake ya sera za kigeni. Kulingana na Lavrov, ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili umeshuka kwa takribani 95% ikilinganishwa na kilele cha karibu dola bilioni 30 miaka 10 iliyopita, hasa kutokana na vikwazo visivyokuwa halali. 95% ya kushuka kwa uchumi kutokana na uhusiano wa Marekani na Urusi ni moja kati ya changamoto ambazo wakati huu mataifa yote mawili yanazifuatilia. Ushirikiano wa siku zijazo utategemea kabisa Washington namna ambavyo itaweka mazingira yake kwa Urusi, Lavrov alisema. Lavrov anasema hawamfukuzi mtu yoyote na wala hawaombi juu ya masuala ya vikwazo kuondolewa. Wao wapo imara kiuchumi na wapo tayari kwa ajili ya mapambano, lakini mpira upo katika mikono ya Donald Trump namna ya kuweza kuimarisha uhusiano kati yake na Urusi. Urusi mara kwa mara imelani vikwazo hivyo vya magharibi kuwa ni kinyume cha sheria na havifanyi kazi. Imeshindwa kuyumbisha uchumi wake na kutenga na mfumo wa fedha wa kimataifa. Badala yake vikwazo hivyo vimezirudisha nyuma nchi zisizowekewa vikwazo, huku Urusi ikilenga kubadilisha biashara kwenda Asia kusini mwa ulimwengu, hasa China na India. Mnamo Machi, Trump alisema Washington inaweza kufikiria kuondoa vikwazo fulani kwa Urusi ili kuendeleza mpango wa nafaka wa Bahari Nyeusi, makubaliano muhimu ya bahari ambayo yanahakikisha usalama wa urambazaji katika Bahari Nyeusi kama hatua ya kusuluhisha mzozo wa Ukraine. Siku ya Jumamosi, Donald Trump alirefusha vikwazo kwa mwaka mwingine kwa kuzingatia dhana kwamba Moscow bado ni tishio kubwa kwa usalama wa kitaifa wa Marekani. Lavrov alisema Urusi ilipaswa kuepuka kutegemea washirika wa kigeni katika sekta muhimu, hasa kama vikwazo vitaondolewa, akirejelea wito wa Rais Vladimir Putin wa kuhifadhi ushuru wa kiuchumi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.